Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Leo ni siku yetu ya 62. Tunaendelea na programu ya series yetu ya kumtafuta Mungu pamoja na maombi. Na siku ya leo Mungu amenipea ujumbe unasema tembea kwa tahadhari au kutembea kwa tahadhari. Wakati mwingine katika maisha huwa tunakutana na viashiria vya hatari mbalimbali. Mfano, kama unatembea usiku, sehemu ambapo pengine kuna historia ya kuwa na majambazi wengi, unapokuwa unapita katika lile eneo siku zote, lazima unatembea kwa kujihami. Kuna wengine huwa wanatembea na tochi ili at least iwe rahisi kuweza kuona kama kuna hatari iko mbele yao kwa wakati huo. Kuna wengine huwa wanaweza wakatembea na silaha. Unakuta pengine anatembea na kisu, mwingine anatembea na lungu, mwingine anatembea na panga, silaha za jadi. Lengo tu ni kwamba kama atakutana na hatari, iwe rahisi kwake kuweza kupambana nayo. Hayo yote ni maandalizi ambayo watu wanaweza wakayafanya kwa ajili ya kukabiliana na hatari mbalimbali. Sasa katika ulimwengu wa roho tunakutana na hatari nyingi sana. Na kwa sababu tunaishi katika dunia ya watu ambao wako very wicked, tunaishi katika dunia ya watu ambao ni waovu sana, sio rahisi kuweza kumjua mtu yupi ni sahihi kwako. Wakati mwingine sio rahisi kuweza kujua ni mtu gani ambaye ni mwema kwako, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaweza wakaja mbele yako wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Wakati mwingine mtu anaweza akaja kwako ukaona kama ni rafiki yako kabisa, lakini kumbe ndani amebeba nia mbaya, nia ovu dhidi yako. Na ndio maana kuna marafiki wengi ambao wamesalitiana kwa sababu waliwaamini marafiki zao wakizani ni watu sahihi, lakini mwisho wa siku wamekuwa ni watu waliowasaliti na kuwasababishia maumivu makali sana katika mioyo yao. Na wengine wamesalitiwa na ndugu zao kabisa wa karibu wamewasaliti. Sasa leo nataka tujifunze kwa habari ya kutembea kwa tahadhari. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 15, Biblia yangu inasema hivi: ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakawapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Sasa ili andiko unaweza ukajifunza kwa muktadha mwingine, likawa lina negative perception kuhusiana na hawa ndugu ambao walienda kwa Yusufu, hawa kaka zake wa Yusufu. Ikumbuke kwamba hawa kaka zake wa Yusufu ndio wale ndugu zake ambaye walimuuza Yusufu. Ndio hawa kaka zake ambao waliazimia kumuua Yusufu, baadaye wakaamua kumuuza kwa Wamidiani. Sasa baba yake Yusufu amekufa. Wanaanza kupata hofu kwamba Yusufu asije akatulipizia kisasi kwa yale mabaya ambayo tulimtendea. Kwa hiyo wanagenerate stories za uongo. Hakuna sehemu ambapo baba alisema kwamba Yusufu awasamehe ndugu zake. Sijapaona bado, labda kama nitapaona baadaye. Lakini wamecreate mazingira ya kujihami ili kusudi Yusufu asiwatende mabaya kwa sababu ya maovu ambayo waliyatenda. Kwa lugha nyingine, hao ndugu walikuwa wanamtegemea baba yao awe ndio protector, awakingie kifua dhidi ya hasira ya mdogo wao Yusufu. Sasa basi, unapokuwa unatembea unahitaji kwenda kwa tahadhari sana. Hawa ndugu, kitu cha pekee ambacho mimi najifunza kutoka kwao ni ule moyo wa kujiandaa na hatari, ni ule moyo wa kujaribu kuneutralize mazingira, ni ule moyo wa kujihami, ni ule moyo wa kutokufanya uovu. However, hawakufanya maandalizi mazuri awali, lakini baadaye wanaona kwamba ni muhimu atumie hekima hiyo ili kusudi kumfanya Yusufu, kama bado ana hasira na wao, asiweze kutake into account zile hasira alizokuwa nazo. Lakini ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: mwenye haki
huyaona mabaya akajificha, huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Sasa kuna mambo ya msingi ambayo tunajifunza kwenye hili andiko. Jambo la kwanza, kuna kitu kinaitwa uwezo wa kuyaona mabaya. Uwezo wa kuyaona mabaya unatakiwa kuwa activated katika maisha yako. Wakati mwingine tumekutana na mambo magumu kwa sababu hatukuyaona mapema. Wakati mwingine umekutana na mambo mabaya because you did not see them before. Faida ya kuyaona mabaya kabla hayajatokea, inakupa neema ya kujua namna gani ya kuweza kupambana nayo, ili yanapotokea uweze kupambana nayo na kuweza kuyashinda. Sasa kuna kitu kinaitwa uwezo wa kuyaona mabaya, spiritual senses. Wakati mwingine spiritual senses zetu zimekufa kiwango ambacho hata wewe mabaya yanakuja kutokea na unashangaa kwamba imekuwaje mabaya yametokea, wakati wewe ulitakiwa kuwa tayari una information. You had to have information before it happened. Mtu ambaye amembeba Mungu ndani yake huwa anapata notification ya jambo lolote baya ambalo linamhusu yeye au watu wa karibu au taifa lake au familia yake au maisha yake kwa ujumla. He is being notified before it happens. Sasa ukiona kuna namna hauoni mabaya na wewe unakuwa surprised unapokutana na changamoto katika maisha yako, something is wrong with your spiritual system. Kwenye mifumo ya rohoni kule kuna vitu haviko sawa, kwa sababu mtu yoyote ambaye yuko active kiroho, spiritual senses ziko active sana. Kwa hiyo ana uwezo wa kunotice mabaya yoyote ambayo yanatokea anytime, alafu akafanya intervention ya kujificha kabla mabaya hayatokea. Kwa hiyo nataka tukumbushane kwamba ukiona na wewe unakuwa surprised wakati umepatwa na mabaya, tafsiri yake mifumo yako ya mawasiliano, mifumo yako ya kiroho kule ndani haijakaa sawa. Kwa hiyo unatakiwa kuanza ku-establish upya mifumo yako ya spiritual senses ili kusudi iweze kuwa na nguvu ya kukunotify kabla mabaya hayajatokea. Jambo la pili, uwezo wa kujificha pia ni agenda nyingine. Unaweza ukawa na uwezo wa kuyaona mabaya lakini usiwe na uwezo wa kujificha. Kwa hiyo ili uweze kukwepa tatizo, lazima uwe na moja, uwezo wa kuyaona mabaya, lakini pili, uwezo wa kujificha. Unapokuwa na uwezo wa kujificha na uwezo wa kuyaona mabaya, it's obvious kwamba utashinda katika tatizo lolote ambalo liko mbele yako katika jina la Yesu. Ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kuyaona mabaya, lakini Mungu akupe neema ya kujificha mabaya yanapotokea. Tumekuwa wajinga wakati mwingine mpaka matukio mabaya yanatupata, yanatuumiza, tunashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa sababu na sisi tunakuwa surprised katikati ya matatizo. Shida imeanzia kwenye spiritual senses. Uwezo wa kuyaona mabaya umekuwa ni mdogo, lakini pia uwezo wa kujificha umekuwa ni mdogo. Mungu akupe neema ya kuyaona mabaya na kujificha. Usingekuwa unalia leo. Kama ulikuwa na uwezo wa kuyaona hayo mabaya leo, usingekuwa unalia katika jina la Yesu Kristo. Lakini jambo la tatu ni ujinga ndio ambao huwa ni mlango mkubwa wa mabaya ambayo yanatuumiza. Kutokujua. Ujinga tafsiri yake ni kutokujua. Sasa kutokujua ndio ambako kunasababisha tunakutana na vitu, tunakuwa blind, hatujui mambo kwa sababu hatujui yanapotokea, hatujui hata mbinu za kujificha, hatujui hata mbinu za kupambana nayo, because we are stupid, because we are blind. Kama tungekuwa na uelewa, tungejua mabaya kabla hayajatokea na tungekuwa na uwezo wa kuyadeviate, tungekuwa na uwezo wa kujificha kabla hayajaleta athari katika maisha yetu. Na kuombea Mungu akupe neema. Mungu akupe neema mabaya yasikupate, kwa sababu utayaona kabla hayajatokea na utapambana nayo katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Sasa kuna mbinu tatu zitakazo kusaidia kuyaona mabaya na kujificha. Mbinu ya kwanza itakayo kusaidia kuwa active kuyaona mabaya na kujificha, mbinu ya kwanza ni maombi. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 41,
Biblia inasema kesheni, ombeni, msije mkaingia wapi? Majaribuni. Tafsiri yake, ili uingie kwenye mabaya au kwenye majaribu, lazima uwe mvivu wa kuomba kiwango ambacho hautapata spiritual senses za kusaidia kujua kwamba kuna tatizo liko mbele yako, uweze kuliintervene kwa namna gani. Kwa hiyo maombi yanaenda kuactivate spiritual senses. Yanapo activate spiritual senses, unakuwa na uwezo wa kuyaona mabaya na kujificha. Jambo la pili, lazima uwe na ufahamu, knowledge. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 105, Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu, ni taa ya njia zangu na mwanga wa miguu yangu. Kwa hiyo maana yake itakusaidia, itakuguide wakati wa kwenda, hata kupambana na hayo mabaya. Utapambana kama you have light, kama una nuru, kama una taa inayokuongoza, kama una maarifa yanayokuongoza. Lakini jambo la tatu, silaha ya tatu ni matendo mema. Galatia 6:7, Biblia inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa wakati mwingine kuna mabaya ambayo yametupata kwa sababu ya mbegu ya maovu ambayo tuliipanda kwa watu wengine. Unapokuwa unapanda uovu kwa watu, unatengeneza mazingira ya kuwa vulnerable kwenye kisasi. Unatengeneza mazingira ya kuwa vulnerable, unakuwa muhanga, yani mtu ambaye unakuwa muhanga wa matatizo, unakuwa vulnerable, likely to be affected na matatizo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya matendo mabaya. Unapotenda matendo mema kwa watu, unaondoa yale mazingira ya kuwa vulnerable kupata revenge, kupata spiritual revenge. Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu wanapambana na visasi kwa sababu ya action ya matendo mabaya ambayo waliyatenda kwa watu wengine. Mungu atusaidie sana. Mungu aturehemu sana. Mungu akusaidie. Biblia inaposema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna, iko very positive na iko very wazi. Tafsiri yake ni kwamba kile ambacho unakifanya kina uwezekano mkubwa sana wa kusababisha kuvuna matokeo ya kile ambacho umekifanya. So moja ya kanuni ya kukusaidia kutembea kwa utahadhari ni pamoja na kuwafanyia wengine matendo mema ili usitengeneze maadui. Nataka nikwambie siku ya leo, kanuni ya kutenda matendo mema kwa watu wengine inakusaidia kuweza kupunguza idadi ya maadui ambao sio lazima. Wakati mwingine umetengeneza maadui kwa sababu ya vitendo tu vya hovyo ambavyo unavifanya kwa watu. Wewe unawafanyia watu matendo mabaya, kwa hiyo yanakufanya unakuwa vulnerable kwenye revenge, yanakufanya unakuwa vulnerable kwenye visasi vya wale watu. Kuna mtu namuona anapambana sana na maadui zake kwa sababu amewatengeneza mwenyewe kwa matendo yake. Tenda matendo mema, utaepuka maadui wengi sana katika maisha yako, katika jina la Yesu. Hebu funika macho yako nikuombee. Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tumejifunza kwa habari ya namna ya kutembea kwa tahadhari ili kusudi tukaone mabaya kwa wakati na tukajifiche. Biblia inasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Wakati mwingine tumeumia kwa sababu tumekuwa wajinga. Wakati mwingine tumeumia kwa sababu hatujawa na tahadhari. Wakati mwingine tumeumia kwa sababu hatujayaona mabaya kwanza. Mungu tusamee. Maumivu mengine wakati mwingine tumeyapitia kwa sababu ya ujinga wetu wenyewe. Naomba uturehemu, tusaidie, tupe macho ya rohoni ya kuona mabaya kabla hayajatokea. Fanya active spiritual senses zetu za rohoni. Imarisha mifumo ya mawasiliano ya kiroho ili tuyaone mabaya kabla hayajatokea, ili tujifiche mabaya yanapotokea, ili tuyajue katika jina la Yesu. Baba, namuombea baba huyu, Bwana, namwombea mama huyu katika jina la Yesu. Neema yako Mungu, impe neema yako Bwana ya kujificha anapoyaona mabaya, lakini pia ayaone mabaya ajifiche. Tupe kutenda matendo mema yanayokupendeza wewe. Tupe kuwatendea watu wengine matendo mema katika jina la Yesu. Na waona ndugu zake Yusufu wanapoanza kuhangaika wakati baba yao Israeli amefariki, hao wanapokuwa wanaogopa kama Yusufu atawatendea kinyume na yale ambayo waliyatenda, kwa sababu walitenda maovu
ndio maana hofu yao ikawa kubwa. Lakini kama wangelikuwa marafiki wazuri wa mdogo wao, wasingekuwa na hofu hata kama baba yao amefariki. Tupe neema ya kutenda matendo mema kwa wengine, ili Mungu tujaribu kuwaepuka maadui wasiokuwa walazima katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Mungu, nakushukuru kwa uaminifu wako, maana utatupa kutenda matendo mema yatakayotufanya tuwe na marafiki wengi kuliko maadui. Matendo mema yatatusababisha tuwe na marafiki wengi kuliko maadui. Wakati mwingine kuna maadui tumewatengeneza kwa kuwatendea mabaya. Uturehemu Bwana, utusamehe Bwana. rapakatabakaseke ribokotopokaseketeba, katika jina la Yesu. Utusaidie tena, tusaidie ripokatabakaseke rapakatekese, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akupe neema ya kuwa na maombi. Mungu akupe neema ya kujifunza neno la Mungu. Mungu akupe neema ya kutenda matendo mema. Kwa kufanya hivyo utaepuka kutengeneza maadui. Kwa kufanya hivyo mifumo yako ya mawasiliano kiroho itakuwa imara. Utakuwa na uwezo wa kuiona mabaya kabla hayajatokea na kujificha. Katika jina la Yesu, siku yako imebarikiwa. Katika jina la Yesu, amen, amen, amen.